Asante kwa wewe ambaye umeendelea kuungana nasi kutusikiliza hapa kwa usikivu mkubwa zaidi. Nimekuahidi kuwa tunaendelea na lile somo la wokovu tukiwa na mwalimu Meshak Evans ambaye Roho wa Mungu amemjalia kutufafanulia kuhusiana na habari ya wokovu. Mimi napenda kusema saa ya wokovu ni sasa. Wokovu hauna haja ya kuchelewa, ni wakati timilifu ambao unapaswa kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, unajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Mungu ni mwema kwa kweli, tunajisikia vizuri kabisa. Bwana ametupa nafasi nyingine ili tuendelee kumjua na kumfahamu zaidi. Amen. Leo kwenye somo, wiki iliyopita tulikuwa tunajenga msingi. Leo kwenye somo la wokovu tunajikita wapi hasa? Tunamshukuru Mungu kwamba leo kwenye somo letu la wokovu tunaanza na eneo la kwanza sasa, ambalo ni kuanza kuziangalia sasa kazi za ukombozi za Yesu Kristo. Leo tunaanza kuziangalia kazi za ukombozi za Yesu Kristo, na tutaanza na utangulizi wake na vipengele kadha wa kadha ili tuendelee kuelewa vizuri wokovu mtumishi. Amen. Uga huu ni wako, karibu. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ambapo unanisikiliza kutokea kwenye redio yetu pendwa ya Access FM. Kama nilivyotambulishwa tena, mimi ni mwalimu na mwinjilisti Meshak Evans, na niko hapa tena kwa ajili ya kuendelea na sehemu ya pili ama episode ya pili ya somo letu zuri la wokovu au salvation. Tunamshukuru Mungu kwamba wiki iliyopita tulipata nafasi ya kulianza somo letu la wokovu, na wiki iliyopita nilifanya kazi ya kutambulisha mada, na leo Mungu ametupa nafasi kwamba sasa tuanze kwa umakini kabisa sehemu ya kwanza ya somo letu. Bwana Yesu, tunasema asante kwa ajili ya dakika chache ambazo umetupa ili tuendelee kujifunza, na kabidhi masikio na ufahamu wa kila ambaye anasikia maneno haya yasiwe maneno matupu, bali kawa ni transformation ambayo inaingia ndani ya moyo wa mtu na kumsaidia kujua Yesu na kuuelewa wokovu, katika jina la Yesu, amen. Sasa wiki iliyopita kuna eneo ambalo tulikuwa tumeishia nalo, lilikuwa kwenye mtindo wa swali. Tutaanzia hapo kuangalia ili kupata utangulizi wa somo letu la leo, na Mungu atatusaidia kuendelea kuelewa vizuri. Nilikuwa nimesema kwa nini tunapo toka kuwahubiria watu habari za wokovu, kwa maana ya habari za Yesu, wakati mwingine tunatumia nguvu kubwa sana ya kuwashawishi watu kupokea huu wokovu. Kwa nini wakati mwingine tunatumia tekniki nyingi sana, lakini pamoja na tekniki zote watu wamekuwa wakiukataa wokovu? Kwa nini watu wamekuwa hawataki habari za wokovu? Kwa nini pamoja na umuhimu ambao upo kwenye wokovu, kwa nini watu hawataki wokovu? Sasa tutaanzia hapo ili tuweze kuendelea, na huu utakuwa utangulizi wangu wa somo kwenye kipindi cha siku ya leo kwenye episode ya pili. Tutaanza na maeneo mawili ili kulijibu hilo swali. Kwa nini watu hawautaki wokovu? Pamoja na umuhimu uliopo kwenye wokovu, kwa nini tunatumia nguvu kubwa sana kuwafanya watu waiamini Injili na watu wamekuwa hawataki? Lakini kabla sijaenda huko, nitafungua maandiko mawili. Andiko la kwanza ni Tito, walaka wa mtume Paulo kwa Tito 2 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Hapa mtume Paulo anatuambia kitu kimoja ambacho natamani wewe ufahamu, kwamba neema ya Mungu inayotoa wokovu sio kwa ajili ya matajiri, sio kwa ajili ya maskini,
sio kwa ajili ya kundi fulani la watu. Neema ya Mungu ambayo inasababisha wokovu kwa watu wote, kwa Wanyakyusa, kwa Wasafwa, kwa Wahehe, kwa makabila yote, kwa Wazungu, kwa Wachina, imefunuliwa. Kwa hiyo nataka uelewe kwamba when we talk about salvation, tunapozungumzia wokovu, tunagusa kila mtu. Hii neema ya wokovu ni kwa ajili ya kila mtu, kuanzia mtoto mpaka mzee. Neema ya wokovu inawahusu wote. Lakini andiko ambalo tumelizoea sana pia, Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ili kila mtu, yani hadi wewe unayenisikiliza. Wokovu nilisema sio ajenda ya kidini. Wokovu ni hitaji la mwanadamu, na leo tutaona vizuri. Kwa hiyo nimekufunulia hayo maandiko mawili ili uweze kuona kwamba wokovu ni kwa ajili ya kila mtu, sio kwa ajili ya watu fulani. Sasa kwa nini pamoja na kwamba wokovu ni kwa ajili ya kila mtu, watu hawautaki? Au wakiutaka bado hawauelewi? Eneo la kwanza tutaangalia. Eneo la kwanza linalosababisha wokovu uwe changamoto ni kwa sisi ambao tumekuwa tukihubiri. Asilimia kubwa ya watu ambao tunapeleka habari za wokovu tumekosa uelewa mpana kwa habari ya huo wokovu wenyewe, na tulipoupokea sisi wenyewe hatukuona matokeo. Kwanza tumeuona ni mgumu, na hivyo tunapotoka na kwenda kuhubiri habari hizi za wokovu, kwa asilimia kubwa tunapeleka mapokeo. Yani sio mambo ambayo tumeyaishi, tunapeleka mapokeo. Sasa mapokeo, mtu hawezi akayaamini mapokeo na yakampa kuona ule utoshelevu. Kwa hiyo argument nyingi ambazo zimekuwa zikitokea huko tunakotoka kuhubiri, mara nyingi zimekuwa za kimapokeo. Kwa mfano, namshukuru Mungu na naamini ndugu mtangazaji atakuwa ameona mitandaoni, lakini pia kwa watu ambao tunafuatilia mambo yanayoendelea, tumeona hapa juzi kanisa letu zuri la TAG pamoja na AGT wamemaliza mgogoro ambao ulikuwa miaka 40 hivi ama 40 na kitu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Sasa mimi nilikuwa ni miongoni mwa dhehebu moja hapo, na wakati tunakuwa tukilelewa kwenye uinjilisti tulikuwa tukiamini kabisa kundi fulani ni la waasi. Kwa hiyo ninapotoka kuhubiri, ninaenda kumhubiria na muAGT aokoke kwa sababu ni muasi. Kwa hiyo unaona ufahamu mdogo ulikuwa unanisababisha sitoki kusema wokovu, naenda kusema mapokeo. Kwa hiyo viko vitu vingi ambavyo ni vinafanana na hivyo, tunapotoka tunapeleka mapokeo, na hivyo watu wanashindwa kuelewa wokovu ni nini. Lakini jambo la pili ambalo linasababisha watu washindwe kupokea wokovu, eneo la kwanza tumeangalia kwa wahubiri, hawana uelewa wa kutosha na hivyo wanapeleka mapokeo. Eneo la pili ni la wanaosikia, wana mitazamo kadhaa, na mimi nitaisema mitatu ambayo inawazuia kuupokea wokovu. Sio mitazamo sahihi, ni mitazamo potofu juu ya wokovu. Mtazamo wa kwanza, wametafsiri kwamba tunapowahubiri habari za wokovu na kumpokea Yesu, wanaona ni wito wa kujiunga na dini au dhehebu fulani. Kwa hiyo unapoenda kuwaambia masokoni, tunaposhuhudia, tunapohubiri kama hivi redioni, wanaona ni wito wa kuwatoa kwenye dini zao na kujiunga na dini, au wanaona ni wito wa kuwatoa kwenye madhehebu na kujiunga na madhehebu ambayo tuko sisi. Huo sio mtazamo sahihi. Hatuhubiri habari za Yesu ili kuwafanya watu wajiunge na dini, na kama kuna mhubiri anafanya hivyo, basi huo sio mkao mzuri wa kuhubiri Injili. Lakini mtazamo wa pili, watu wanadhani tunapotoka na kuhubiri namna hii habari za Yesu, wanaona haya mambo ni biashara za watu. Wanaona kabisa ni biashara za watu. Tunawaalika kwenye makanisa yetu ili tuwapige hela. Huo ndo mtazamo ambao shetani ameuweka kwenye fahamu za watu, na umewasababisha watu
wasipokee wokovu. Na shetani ametumia mbinu hii kuwaweka mitume wa uongo, wachungaji wa uongo, wainjilisti na walimu wa uongo na manabii wa uongo, wanawapiga watu hela. Kwa hiyo watu wamejumlisha kwamba samaki mmoja akioza wote wameoza, lakini sio mtazamo sahihi. Wokovu sio biashara za watu. Wokovu ni mpango kamili wa Mungu kwa kila mwanadamu kama tulivyoona kwenye maandiko. Lakini mtazamo wa tatu, hii ni mitazamo mikuu. Watu wengi ambao tukiwapelekea habari za wokovu wanaamini kwamba habari hizi za Yesu ni habari za wazungu, ni habari za miungu ya kizungu. Wazungu walipotaka kuja kuitawala Afrika walileta habari hizi ili kuwasababisha Waafrika wawe wepesi kutawalika, na huwa wanatumia andiko moja la kusema mtu akikupiga shavu la kushoto mgeuzie na la kulia, wakiwa na maana ya kwamba Mwafrika akinyang'anywa shamba aache na ng'ombe, aache na, ndio maana ilikuwa rahisi wa Afrika kutawalika. Huu nao sio mtazamo sahihi. Huu nao sio mtazamo sahihi kwamba wokovu ni habari za wazungu. Tumeona maandiko yanasema wokovu ni kwa ajili ya watu wote. Sasa sitataka kukaa sana hapo, nataka nikupe mambo ambayo utayaelewa vizuri na yatakusaidia sasa kuuelewa wokovu na kujua wokovu ni kwa ajili yako, na kujua kabisa kwamba wokovu sio wito wa kujiunga na dini au dhehebu. Na nataka nikueleweshe ili ujue wokovu sio biashara za watu, lakini pia wokovu sio habari za wazungu wala kuhubiri kwa habari ya miungu ya kizungu. Wengine wanasema Afrika pia tuna miungu yetu, kwa nini hatuiheshimu miungu yetu? Sasa hii habari za Yesu sio habari za miungu ya kizungu, ni habari kwa ajili ya wanadamu wote. Na wengine wameenda mbali zaidi, wanasema waangalie wenzetu China, hawana Mungu wala waruhusu Biblia, lakini ona wanavyofanya maendeleo. Sisi wa Afrika tumeendekeza dini, ndio maana hakuna maendeleo. Nataka nikuhakikishie kuna uamsho mkubwa sana wa injili kwa Wachina hivi sasa hivi. Kama ni wewe ufuatilie, Wachina wanamwamini Yesu. Sasa tutakuja kuendelea mbeleni, tutaona namna gani kwamba wokovu unavyoweza kutusaidia si tu kwenye nyanja ya kidini, ni kwenye nyanja ya maisha yote ya mwanadamu. Sasa nataka nikupe tena nadharia kadhaa ambazo zitakusaidia kuendelea kujenga msingi mpana wa wokovu kabla tujaingia kwenye maandiko mengi. Jambo la kwanza ambalo natamani ulielewe, tunaposema wokovu sio wito wa kujiunga na dini au dhehebu au kundi fulani la Wakristo. Wokovu ni hitaji kuu la mwanadamu chini ya jua. Wokovu ni hitaji kuu la mwanadamu chini ya jua. Kama vile samaki anavyoyahitaji maji, kama vile ndege wanavyolihitaji anga kwa ajili ya kuruka, ndivyo ambavyo kila mwanadamu anahitaji wokovu kwa ajili ya kuishi. Wokovu ndio hitaji kuu la mwanadamu. Nimekuambia kabisa, samaki ukimtoa kwenye maji hawezi kuishi. Ndivyo ambavyo mwanadamu nje ya wokovu, kila tunachokiona, kila majanga na chaos mbalimbali tunaziona duniani ni matokeo ya kwamba mwanadamu hajaupokea wokovu. Kwa hiyo kama ambavyo samaki anahitaji maji, ndege analihitaji anga, ndivyo ambavyo mwanadamu anauhitaji wokovu. Lakini wokovu, kitu ambacho nataka ukielewe kutoka kwenye mitazamo ile ya wazungu, mitazamo ya kusema ni biashara za watu, natamani uelewe kwamba wokovu ni zaidi ya hekima zote za wanadamu zilizowahi kutokea hapa duniani. Ni zaidi ya mipango yote ya wanadamu, ambayo hata sasa ipo na itaendelea kuwepo. Wokovu ni zaidi ya mpango wa Elon Musk wa kwenda mwezini na sayari zingine. Wokovu ni zaidi ya wanafalsafa. Wakina Aristotle, wakina Plato wamekuwa ni wanafalsafa wa Kigiriki ambao wametuletea misemo mingi inayotusaidia kupanua uelewa wa kibinadamu, na hiyo tunaifurahia kwa sababu inatuongezea kuelewa. Lakini wokovu ni zaidi ya falsafa za dunia. Lakini dunia sasa hivi ni dunia ambayo inatamani sana kukaa kwenye uchumi ulio sawa. Mimi pia ni mtu ambaye
naendelea kufanya kazi na nataka kuwa na uchumi ambao uko sawa. Namshukuru Mungu kwa neema ambayo anaendelea kunipa mpaka sasa. Lakini ziko hekima mbalimbali ambazo zinasaidia mtu awe na maisha mazuri ya kiuchumi. Kwa mfano, viko vitabu ambavyo vimeandikwa ambavyo kweli ukivisoma vinakusaidia kuongezea uelewa na upana kuhusu fedha na masuala ya kukua kiuchumi. Sasa wokovu ni zaidi ya hivyo vitabu. Wokovu ni zaidi ya Think Rich and Grow Rich, kitabu cha mambo ya uchumi. Wokovu ni zaidi ya kitabu, yani idea na package ya wokovu ni zaidi ya kitabu cha The Richest Man in the Babylon. Wokovu ni zaidi ya kitabu cha The Rich Dad and Poor Dad. Wokovu ni zaidi ya The Millionaire Live in the Next Door. Wokovu ni zaidi hata ya kitabu kizuri cha Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka, Timiza Malengo Yako. Na namshukuru hata yeye huwa anasema, waziri wetu wa vijana, naye ameokoka. Kwa hiyo wokovu ni zaidi ya hizi hekima. Kwa mtu ambaye unatamani kuwa na maisha mazuri ya sasa na yanayokuja, ukiuelewa vizuri wokovu ni zaidi ya hizi hekima nilizokutajia za wanadamu. Wokovu ni zaidi ya hekima nyingi ambazo tunazisikia mtandaoni za hatua 3 za kufanya ili uwe tajiri, mambo 10 ya kufanya ili kupata mwenza sahihi wa maisha, tabia 6 za mke ambaye atakufaa kwenye maisha. Wokovu ni zaidi ya hizi hekima na tips mbalimbali tunazozipata kwenye mitandao ya kijamii. Sasa nataka uelewe, wokovu sio ajenda ya dini. Wengi tukisikia wokovu tunauona Ukristo. Wengi tukisikia wokovu, na wiki iliyopita nilisema Ukristo sio dini. Kwa hiyo wokovu sio ajenda ya kidini. Wala wokovu sio na hapa tunaposema wokovu tunamsema Yesu. Na hapa nataka uelewe vizuri, dini imetugawa sana kiasi kwamba watu hawataki kusikia habari za wokovu. Nataka uelewe kwamba Yesu sio mwanadini, na Yesu kwa lugha ya Kiebrania, jina la asili Yesu ni Kiswahili, Jesus ni Kiingereza, kuna Jesus kwenye Kifaransa. Sasa jina la asili la Yesu alilokuwa kiitwa ni Yehoshua. Yehoshua ndio jina la Yesu la kwanza aliloitwa kabla ya kutafsiri kwenye lugha zingine, na lina maana ya salvation au wokovu. Na Waebrania wanapotoa jina humaanisha tabia ya kitu, ile tabia ndo inatoa jina. Kwa hiyo Yesu hakuleta wokovu, ila Yesu ndio wokovu wenyewe. Kwa hiyo tunapohubiri habari za Yesu, habari za wokovu, hatuhubiri habari za dini. Na hapa nataka uelewe jinsi ambavyo dini zimetugawa. Yesu sio Roman Catholic, Yesu sio MTAG, Yesu sio MTHM, Yesu sio MWGT, Yesu sio Pentecost Holiness. Yesu ni wokovu. Haya madhehebu ndiyo yanatusaidia kutupeleka kwa Kristo, lakini sio tafsiri sahihi au kamili ya Yesu. Yesu ni Yesu na Yesu ni wokovu. Sasa naomba nimalizie kwenye kipengele kwa dakika chache tena zilizobaki, maana tukiwa hapa redioni tunakimbizana na muda. Nimekupa hizo nadharia kadhaa, sasa nikupeleke kwenye maandiko kwa haraka kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu atatusaidia. Kwa nini tunasema wokovu ni ajenda au ni swala ambalo linahitajika kwa kila mwanadamu? Naomba tuingie kwenye kipengele cha kwanza cha somo letu la eneo la kwanza la somo letu la wokovu, ambao ni kuziangalia kazi za Yesu. Tuangalie anguko la mwanadamu lilikuweje. Mwanzo 1 mstari wa 26. Mwanzo 1 mstari wa 26. Tutaanzia hapo. Tunataka tuangalie anguko la mwanadamu lilikuweje. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26? Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale. Nataka tuishie hapo kwanza. Eneo hili ambalo unaliona kwenye Mwanzo 1:26, mwanadamu yoyote, mimi pamoja na wewe, ni 2 in 1, yani ni watu wawili katika mmoja. Mwanadamu ni roho, lakini mwanadamu ni mwili huu wa nyama. Sasa huyu mwanadamu au mtu anayezungumziwa kwenye Mwanzo 1:26 ni yule mwanadamu roho wa ndani.
Yule sasa amepewa vitu viwili ambavyo tunaviona na assignment yake. Amepewa muundo kwenye maeneo mawili, lakini pia na assignment yake. Eneo la kwanza ni mfano wa Mungu. Tulisema siku ya kwanza kabisa, tukisema mwanadamu ni mfano wa Mungu, tunamaanisha amebeba DNA za kimungu. Kama ambavyo ukichukua maji, ukachukua barafu, ukachukua na mvuke ama mawingu yanayosababisha mvua, yale yote utakuta ndani yake yana H2O, yana hydrogen 2 na oxygen 1. Kwa wale wasomi wenzangu, maana yake ni kwamba haijalishi yako kwenye hali ya ubarafu ama yako kwenye hali ya mawingu mvuke au yako kwenye hali ya kimiminika, yote ni H2O. Sasa mwanadamu yule wa rohoni naye amebeba hizo DNA za kimungu. Mungu alipoumba kila kitu, alipofika kwenye kumuumba mwanadamu akasema, pakawa na kikao na tumfanye mtu. Sasa huyu mtu ni yule mtu wa rohoni. Jambo la kwanza, amebeba DNA ya kimungu. Maana yake yale mambo yaliyo ndani ya Mungu yako ndani ya mtu yule wa rohoni. Lakini jambo la pili, aliumba kwa sura ya Mungu. Sura ni tabia ya Mungu, ni namna ambavyo Mungu anawaza na kufikiria na kutenda na kufanya maamuzi. Yule mwanadamu wa roho amebeba hiyo hali. Lakini kwa nini abebe, awe na mfano wa Mungu na awe sura ya Mungu? Ni kwa sababu ya kazi anayoenda kufanya, ambayo anasema akatawale samaki wa baharini. Kwa hiyo mwanadamu huyu wa kwanza alipoumbwa, jambo la kwanza alibeba DNA ya kimungu. Jambo la pili, akabeba tabia za kimungu kwa ajili ya kazi ya kutawala au ufalme. Tutaona huko mbele. Sasa huyu mwanadamu wa roho tumeiona pakeji yake. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo mwanadamu ni nani, ni mfano na ni sura ya Mungu. Lakini Mwanzo hiyo sura ya 2 mstari wa 7 tunamuona mwanadamu mwingine ambao ni mwili wa nyama. Anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hapa sasa tunamuona mwanadamu wa nyama baada ya kutoka mavumbini. Lakini mstari wa 8 anasema, Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mtu wa rohoni, hitaji lake kubwa ili awe kamili, alihitaji kubeba DNA na sura ya Mungu. Lakini huyu mtu wa mwilini alihitaji eneo, kama ambavyo wewe mwanadamu leo ukitoka hapa ukienda mwezini, lazima uvae namna ambayo itakusaidia kuweza kuishi kule mwezini, kwa sababu wewe umeumbiwa kwenye hewa, kuishi kwenye hewa ya oxygen. Ukienda kule mwezini hakuna hewa ya oxygen. Kwa hiyo tukitaka uishi salama, lazima kuwe na eneo ambalo litakuwa na hiyo hewa, ndio tukuweke ili uweze kuishi. Sasa huyu mwanadamu ambaye ndani yake kuna mtu wa rohoni na nje ni mtu wa mavumbini, Mungu alipomuumba akamuweka, Biblia inasema upande wa mashariki wa Eden. Kwa hiyo Eden lilikuwa ni eneo kubwa, upande wake wa mashariki ndio ikapandwa bustani na mwanadamu akawekwa ndani ya Eden. Bustani ni eneo ambalo lina mimea iliyopangiliwa tofauti na msitu, lakini tunachokiangalia sana hapa ni hiyo Eden ni nini. Kwa hiyo hitaji la mwanadamu huyu wa mwilini lilikuwa ni Eden. Muda wangu na nikimbia, naomba nimalizie hapo kwa kuhitimisha, alafu tutaendelea kipengele hichi wiki inayokuja. Kwa hivyo ninachotaka kukisema hapa, Eden ni nini? Eden ni zaidi ya jina la bustani. Eden ukiangalia kwenye tafsiri ya Biblia ya kwanza ambayo iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, inaonyesha ni eneo lenye utulivu, lenye amani, lenye matokeo, lenye kila fulana starehe ambayo mwanadamu anaihitaji. Kwa hiyo Mungu alitengeneza atmosphere ambayo mwanadamu akikaa hapo atapata utoshelevu wote. Na kwa mujibu wa maandiko, utoshelevu wote unapatikana ndani ya Mungu.
Kwa hiyo kwa maneno machache tunasema Edeni lilikuwa ni eneo lenye uwepo wa Mungu, linalo support presence ya Mungu. Kwa huyu mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, alipokuwa amedhihirishwa kwenye ulimwengu wa mwili wa mavumbi, alihitaji kukaa kwenye eneo lenye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo leo hii tukizungumzia mwanadamu anahitaji nini? Jambo la kwanza, ili mwanadamu apate utoshelevu, anahitaji kwanza ile hali ya kufanana na Mungu iwepo ndani yake. Anahitaji kwanza ile sura ya Mungu iwepo ikifanya kazi ndani yake, na anahitaji eneo lenye uwepo wa Mungu ambalo litampa utoshelevu, litampa amani, litampa furaha na starehe zote. Na nataka nikwambie, kwenye uwepo wa Mungu kuna starehe kuliko starehe inayopatikana kwenye bangi. Kwenye uwepo wa Mungu kuna starehe kuliko starehe inayopatikana kwenye uzinzi na uasherati. Kwenye uwepo wa Mungu kuna starehe ambayo inapatikana zaidi ya anasa zote kuliko ukienda Dubai. Watu leo wakienda Dubai wanaposti wakionyesha starehe wanazozipata, lakini uwepo wa Mungu, yani hivyo vyote ni mifano ambayo wanadamu wanajaribu kukuonyesha mwanadamu anahitaji nini. Lakini hitaji kubwa la huyu mwanadamu ambaye amedhihirika kwenye huu mwili wa vumbi, huu mwili wa udongo, ni uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hapo tumeyaona mambo makubwa manne. Jambo la kwanza ni mwanadamu ambaye amebeba mfano wa Mungu, DNA. Jambo la pili, tumemwona mwanadamu ambaye ameumbwa kwa sura ya Mungu, tabia. Jambo la tatu, tumeiona assignment yake ambayo ilikuwa ni kuja kutawala. Jambo la nne, tumeiona kwamba mwanadamu huyu alihitaji kukaa kwenye presence ya Mungu. Kwa hiyo haya mambo manne tumeyaona ndiyo yanayosaidia ukamilifu wa mwanadamu. Lakini huyu mwanadamu kuna jambo la tano ambalo ili jambo la tano lingemsaidia kukamilika. Tunaosoma shuleni huwa tunamsoma kipepeo. Kipepeo anaanza kwa filifili, anapitia process fulani, baadaye anakuja kuwa kipepeo. Lakini sasa huyu mwanadamu alihitaji jambo la tano ambalo tutaliona wiki inayokuja, ambalo lilikuwa ni uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo naomba leo tuishie hapo na nikukaribishe wiki ijayo sasa tulione hilo jambo la tano ambalo ndilo ambalo mwanadamu alipokosea kulichagua likatokea anguko. Na kuanzia hapo sasa ndio tutaanza kuiona kazi ya ukombozi ya Yesu ilizaliwa. Mungu akubariki sana. Tuonane tena next week. Amen.